Mpenda mtazamaji wa BMBC TV, karibu tena kwa TV yetu online. Tunajua mko wengi ambao wameshatukumbuka siku mingi hatuposti. Tunaomba msamaha sana sababu tulikuwa na vitu vingi vya kufanya na ndio maana tuko online. So, tumerudia tena tuko hapa kwa GBM. Mnajua kila siku tunawalezea nouveautés zenye zinapatikana STRDC. Lakini leo hatuko kule. Tumebadilisha mada kidogo. Tutakuwa tunapostia info kila magharibi na mchana tutakuwa tunaelimishana kwa kidogo ambayo tunajua tunaweza tukaelimishana. So najua wengi sana yuko na bezio sikie wenyewe nasema na niko sasa kama na hii siwezi nikasema kama sina ya kuambia. So my people, najua kama ndio kwanza kupata video hii, please subscribe, jiabone na ucomment na upartage kwa mwingine naye mwenyewe anaweza penda kujifunza zaidi. Tutakuwa tunafunzana hapa vitu vraiment motivation, tutakuwa tunaifanya hapa, tutakuwa tunafunzana mgambo ya sante. Vraiment tuko hapa juu yenu. S'il te plaît, jikazo nisaidie, onesha kwa upendo, upartage, ujiabone, juu mengi utafaidika kwa hii chaîne yetu. So bila kukawia, siku ya leo ni siku yenyewe tutajifunza kuhusu dawa ya sumu. Dawa ya sumu, najua kama watu wengi sana tena sana ni victim. Mko kutanishi na watu anakupatia sumu bila sababu, hauko adui yake, hauko hamfanyia kitu kibaya, lakini kwa kinyongo chake cha ndani kutaka tu akuteketeze, kutaka kuue, kutaka kuharibia maisha, anakupatia mtoto wako sumu, wewe mwenyewe anakupatia sumu bila sababu yoyote. Kisha tunaandika tunaenda kubanganga ba masumu, batupatia madawa za kutapika, tunatapika karibu tutapika daro. Na wengine wanapatia za kuhara, wanaharisha mpaka wanajisikia wanakosa nguvu. So, after utele madawa wanakupatia, wanakuambia haizi kachangiwa na ingine. Sasa kuna dawa ambayo tumegundua kama ni dawa ambayo inafaa, na ndio maana tunaambia jamii si dawa mbaya, ni chakula ambayo tunakula. Na kama nimeingia hapa kukamera kwa kubambia, kwa kuwaelimisha, sababu mimi nakupenda na mimi najipenda. Kama sisi imetufanyia vizuri, kwa nini tusitangazie wengine jameni? Ni pekee mnajua gisi tunateseka sana mwa hii dunia tunaishi amo. Tunaishi dunia ya wanafiki, dunia ya watu wabaya, dunia yenyewe yani watu ni wabaya. So kwa jumla tuseme watu wengi ni wabaya sababu ukiangalia percent za watu wabaya ndio yuko na percent kubwa, wadogo ndio yuko na roho nzuri ndio yuko na percent ndogo. Sasa ndugu zangu, kitu ambacho mimi nabaletea siku ya leo cha kutunza sumu. Banapatia sumu, iko huko maserumu, iko huko wapi? Bwana. Hii dawa yenyewe nataka nikwambie hapa, nikomesha sana tena sana. Mimi najua kama wa mingi sana washaka banagawa victim wa masumu za huku na kule. Bwana, maana yake ni hatari. Sasa leo tunawaletea dawa ya komesha. Okay? Kwa hiyo nimewambia tena ni hivyo na tutakutia nyuma bado ni lazima ifoto tuongee kenyewe kimenileta cha zaidi. Hivi mnaona hapa mkono wangu niko na mafuta ya mawese. Mafuta ya mawese ndio niko nayo hapa. Kizani nyewe wote mnaiona my people. Joy ni mafuta ya mawese. Mafuta ya mawese kila mtu anaijua. Mafuta ya mawese najua wengi sana wanaikulaka, wachache ndio wenyewe hawaikulaki. Sababu ni chakula na ni mafuta mazuri ambayo iko hata autorize parmi wa mafuta za kutumikisha kwa chakula. Mafuta ya mawese. Ziti. Unaiona? Ni mafuta ya mawese. Okay. Hii mafuta ya mawese utaichanga na nini? Na hii hapa. Nikizani kila mtu iko naona, mnaona vizuri hii ni mua yenyewe tunakulaka. Ile mua yenyewe unauza kusoko, ile mua unaonaka unauza watu hivyo wanapitisha, njoo hii mua kana sikre mua ya kukula. So tunataka tuende direct kwa mafundisho yetu ya siku ya leo. Mpenda mtazamaji, ukishatoka pimisha sumu ama haujaenda pimisha, ukajisikia tu vibaya, mwili haiendeki, unajisikia tu hauna nguvu, abstenie physique. Abstenie physique mko vitu vingi, inaweza kuwa sote malaria, inaweza kuwa tifoide, inaweza kuwa nini afu unajikuta uko unakunywa madawa za malaria lakini hautoke kwa huko, donc ziko tu huko tu pale. Imagine hii dawa inatunza
inachanga. Yaani unaweza kwa huko unakunywa vidonge vya kwa mganga na hii dawa unaitumia sans problème, sans effet. Yaani haina effet secondaire. Haina matokeo mabaya. Hii dawa ya mawese na mua. Sasa jinsi ya kuifanya. Sababu kusema ugundue kama uko na sumu, effet ni za mingi, ça dépend na mwili ya mtu aussi. Na ça dépend na gisi ilijimanifeste mwili yako. Parce que nakuwa na jimanifeste d'une manière différente. Haiko asi gisi imejimanifeste kwangu, yote jimanifeste kwako. So njoo maana nita nikasema ukiona tu mtu unakuwa mtu anatunziwa shilingi hapa kama hospitali wanamtia maserumu wapi kabisa. Sasa msingoe vingi sana. Mupe hii mawese mpatie mua. Hii ni dawa moya ya nguvu, dawa kali, dawa nzuri, haina chemical, haina sema uko na mavitu ya mashini peke mnajua kisi dawa hii mafuta kisi inatengeneza. Kwa inatengenezewa hapa kwetu Afrika. Haiko ya Ulaya. Asema mko mangre chimique neva. Hii mua mnajua nyewe peke kisi ina nani wapi inaota hapa kwetu. Kesa swa ile yenye leotewa na vile vya kusema kama ya maprojet sava yote tu ni mua kwanza bora tu kwanza itumike vyenye tunahitaji. So utafanya aje sasa wakati unajihisi kama unaweza kuwa uko na sumu, sababu hata ukue uko nayo ama haina effect. Unaweza kaikula hata unaweza ukifeel bad unaweza hata kaikula na haugonjwa hauna sumu, ni tatizo tu vingine vitu ndugu yangu. Pour dire que si kwambia mpaka uko na sumu, ukikuwa na sumu ukikunywa na hauna sumu utakufa. No, never. It's not bad. So unakamata hii mafuta ya mawese. Kama uko tunaanza na mtoto. Bebe kama mfano wa mwaka moja kupanda. Mpaka kwa miaka 5. Unakamata kijiko kimoja mafuta. Unakichamusha kwa moto inachamuka mzuri na kwa sababu unaichamusha mzuri kabisa, yani unayavisha tu ndio wasema hivyo. Unaivisha vizuri inaivi. Après kuivya unaitoa, unaitia pembeni. Unachunga ikosa gisi yenyewe na kwa tiet. Unatayarisha mua, unakamata mua, pingi limona tu. Kwanza itaina pingi limona. Unamenya vizuri, hapo utakusha isukula. Unaimenya vizuri kisha unatosha maji. Mwa ile maji utatoa nayo ikiwa kijiko kimoja. Unasikia vizuri? Nayo ikiwa kijiko kimoja. Kisha una mix, unavichanga. Ile kijiko kimoja kia mafuta ya mawese yenyewe umeshaivisha mzuri na ile mua yenyewe umeshatayarisha mzuri kijiko kimoja, unavichanga fasi moja, unavipatia mtoto. Mesheri za mimi. Hii sio sumu, haiko buleza sema na wafundisha sema ndio mkate mayani sije mfanye hivi, no, sont des choses zenye tunakulaga. Na sikulazimisha ubifanye. Kama unajihisi ni bongo basi ukubakia na ile bongo yako. Ila sio ambaye ameshatendea na sio mmoja wengi na wengine unaijua najua. Unaweza kanisaidia ndani ya comment pale ndio ni dawa ama tulishawaipima. So ukifanya vile unampatia asubuhi, unampatia na magharibi pendant au moins 3 jours successifs. Donc tu les fais le matin et le soir pendant 3 jours successifs. Unampatia vile na yote utaona evolution itakuwa nzuri vraiment na mtakuja kutushukuru. Sasa tuna proceder kungambo ya mtu mkubwa. Ukishakuwa mkubwa hapa utachukua disons ile ya kwanza ilikuwa ni ya mtoto de 1 année jusqu'à 5 ans. Tunakamata sasa de 5 ans mpaka ku âge ya puberté. Yapo nikisema âge ya puberté na wengi wananielewa puberté donc ni ile ma 12 ans ngapi. Donc tuseme hivi. Nabo ni vijiko viwili. Unawapatia mtoto vijiko viwili vya mawese na unampatia mua vijiko viwili. Anakunywa asubuhi magharibi. Usisahau please, usikate kile please. Kwa honest, nisikilize vizuri. Unampatia vijiko viwili vya mua na vijiko viwili vya mafuta. Hapo utakuwa unaanza mafuta kama hautataka mix. Anakunywa kwanza mafuta pop. Akishakunywa mafuta unamfuatisha sana na ile mua. Parce que tunasijere kama ule wa mweko mwaji pubertaire ameshajogia atakuwa mtu
wa kuelewa kidogo tofauti na wale wa bebe. Tukitoka mwile age, tunaingia mwaje ya adolescence. Tunaanza adolescence jusqu'à la vieillesse. Hapa nikisema vieillesse, donc ninasema vijana mpaka kuzee. Tu vois? Nikizani ni hivyo. Hapo kwa ile age ya uzee mpaka ya vijana mpaka kuzee, hapo utachukua ni vijiko vinne vya mafuta. Unachukua ile vijiko vya mafuta vinne, unafatisha hapo na vijiko vinne vya mua. Donc là tunaweza supposer kama unaweza kukula hata pingili mbili za mua wewe mkubwa, parce que kizani pingili mbili inaweza kutoka matele vijiko vinne, parce que haina assez surdose, assez kunywa vingi tam surdose never. Hii niko nawaambia ni dose niko réel. Donc 4 cuillères à soupe, hapana à café. Nikisema à café maana nasema ule mdogo. Mimi nasema à soupe ndio ile kijiko ile tunakulishaga wali maharage. Donc ndio unachukua kama uko mkubwa kama uko jeune, unatumikisha vijiko vinne. Unakunywa vinne vya mafuta yenye inachamka mzuri. Inakuwa samai, unaviona hivi. Ikichamka mzuri kabisa inakuwa samai. Kisha unasindikiza hapo na pingili zako mbili za mua. Unazikunywa. Mimi nakwambia sitakuwa niko ego kwenye huko, lakini Mwenyezi Mungu utanipa ushuhuda. Utakuja comment pale unaambia dada, hiyo dawa yako ni ya kweli. Hii dawa inafuka mpaka popote pale kwenye huko, uko Ulaya, uko sijue Australia, uko Afrika, uko Amerika, na hiyo fasi yote mafuta ya mawese inajulikana na inatumikishiwaga. Ama mua inaexiste fasi yote. Haiko asema tena vitafuta ni vitu vyenye extraordinaire vyenye hautapata, ni vitu viko tu Ulaya, viko tu Afrika, neva biko fasi yote. Donc tunasipose kama hii ni action rapide kwa sumu na kwa kusaidia jamii yetu, ambapo pale watu wabaya wanatuvizia kwa kutufanya vibaya. Ndugu zangu, tafadhali sana msidharau hii dawa. Hii ni dawa yenye iko kweli, ni ya kweli, ni ya kweli, ni ya kweli, na nathibitisha na ule mwenye anajua ashawa hii tumikisha. Basi anisaidie mkomenta, niambie wa rafiki zangu, ambie ndugu zangu, waambie hii dawa ni ya kweli. Hii dawa haitumikishwi tu kumkongomani, ni batu yote. Uwe mkongomani, uwe Murundi, uwe sijue Muamerika, uwe sijue Msenegalais, uwe nini, hii dawa kama umesikia Kiswahili kinyani, kama umesikia, kama uko unanisikiliza venye niko naongea, please, it is good. Iko vizuri sana hii dawa, mafuta ya mawese na hii mua. Ni dawa inatumika kusumu. Ndugu zangu, mimi najua kama watu wa mingi sana washateseka na hii kesi. Tuko tunapewa masumu na hatujui tulisikulia wapi. Unajikuta haushinde na mtu, haukule na mtu, lakini uko na sumu tu ba ile tunasikia tu sio uko na sumu. Na kuko zingine masumu zenyewe wanaanza bale ba kupima sumu nao wanadanganyaka, parce que il faut aussi de l'argent. Anakwambia non, uko na sumu na sote hauna. Il te donne ces médicaments pour, parce que c'est un business. Oui, anafanya business sio. Wakati hauumwe ile sumu, yeye sasa atatoa vifranka. Wakati ni business, yaani kama vile pharmacie. Kama havuja au matone tuuze madawa kwa pharmacie, yeye atatoa dawa, atatoa pesa. Ndio wale nao wanakuaga. So ndio maana hii inatumika hata kama haukupimisha. Hata kama haujua kama uko na sumu. Ukijifeel bad tu, ndugu yangu, tanguliza mafuta mawezi, tanguliza mua, ingine atafatia, najua Mungu atatenda. Tena kila dawa yote naweza nikawashauri, wakati uko unatumia dawa yote, ya kwanza tia imani kwa Mungu wako, kwa Mwenyezi Mungu. Uwe Mkristo, uwe Muislamu, shia wote tuko na imani hii moja kwa Mungu. Sasa wakati uko unakunywa hiyo dawa, ambia Mungu, hii dawa ni mafuta na mawezi. Mimi naviona mwacho ya kibanadamu kama ni mafuta na mawezi, lakini mu niveau spirituel deja hii ni dawa yenye itanitunza. Unatumia kwa imani, unakunywa na unajua kama nimekunywa dawa ambayo itanitunza mandani, tunza simu yangu ama magonjwa yangu. Na nikwambia utapona. Utapona. Na utapona kabisa, tena tusidharau. Tunajua kama maisha haiko tu kupatia mtu kitu ndio kumsaidia. Hapana, na kumuelimisha zaidi,
tuko tunelimishana, tupate muda wa kuelimishana. Vraiment andika mu comments donc kinyo unataka tena tuzungumzie kesho. Andika mu comments tupatie dawa ya magonjwa fulani. So ndafanya reaching na watafutia hayo na ndakia waambia hayo. Najua niko service yenu, nyenjo wa watu yangu. Mkinituma tu fanya hiki, ndafanya gisi mnapenda. So wapenzi wangu nawapenda sana, na mnajua kama naendelea kuwapenda, na kila siku nikipata kitu cha mpya nakuwa napenda waambia hapa kabisa. Msikate tamaa, tunapendana sana na mimi nawapenda sana. Msidharau, msisahau kufollow. Vraiment kwa upendo na waomba kwa upendo kwa ule ambaye amefuata video, kama umeona imekupatia kitu kidogo kia samani, please unaweza kashare hata kwa Facebook yako, unaweza kashare kwa Instagram yako, unaweza share hata kwa TikTok yako, hata kwa status yako ya WhatsApp, ili mwenye ataklikia naye aone afaidike kwa hii faida yenyewe nimeexplique leo. Najua sio yangu mimi pekee, na ndio maana na mimi nimekuja niwaambie ndugu zangu, mafuta ya mawese tuheshimu, ni dawa ya sumu. Hata ikuwe sumu mshatembea aje, nataka walikupatia au sema nataka ukikunywa hii tumbo nakwambia utanihakikishia, na Mwenyezi Mungu wa mbinguni anajua hii ni dawa na itatunza vizuri, na utakuja rudia na tuambia ndio dawa imetunza. Tumekupatia kwa bure, maarifa ni kwa bure, ila kwako njoo kutimiza na kufanya ambavyo tunakwambia. Sio kwa bure, tunakupenda na tunajua kama uhai wako ndio thamani yako. Hata uwe na pesa aje, kama hauna uhai ni bure. So tujifunze kwa kuhakikisha uhai wetu ama afya yetu inakuwa nzuri na tunaitetea, sababu afya ni kitu muhimu kuliko kila kitu. Ndugu zangu nawapenda sana. Mchana njema. Najua kama wengi ambao wananifuata, mimi nachunga followers kwa hii video. Nachunga ni milk, lakini ndio napiga. Sana nawashukuru. Ciao. Nawapenda sana.